Ndomba, lakini pia jumuiya iliyokuwa kishiriki Charles, lakini pia umoja wa kina baba ubaki. Nafahamu kwa jinsi gani Charles Hilary alikuwa nguzo, mhamasishaji na mwenye kujitoa katika mstari wa mbele inapohusu swala zima lenye kuhusu umoja wa kina baba katika kanisa hili. Nitoe pole kwa Rais na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuondokewa na mtu ambaye ni muhimu hasa katika nafasi yake kama msemaji wa Ikulu ya Zanzibar. Alipoteuliwa nafasi hiyo hakusita kunitafuta, kunishirikisha, lakini kuomba na yeye na kutia moyo katika yale mengi. Na kwa wakati Mungu sasa amekwenda kumuita. Nitoe pole kwa wanahabari wote. Kama tunavyofahamu, Charles Mungu alimpa neema, alimpa kipaji cha hali ya juu sana ambacho kiliweza kuonekana si ndani ya nchi tu, lakini hata nje ya nchi katika hali mbalimbali ambazo aliweza kuwavutia na kuwabariki wengi juu ya umakini wa kada hiyo alivyoweza kuitumikia. Nitoe pole kwa kanisa letu kuu la Mkunazini pale Zanzibar, Unguja. Ninafahamu kwa namna moja au nyingine familia ya Mkunazini, kimaanisha kanisa kuu, lakini na viunga vyake vingine, namna ambavyo msiba huu sio mwepesi hata kidogo, sio jambo lenye kubebeka katika mioyo ya kibinadamu, bali neema ya Mungu tu pekee yake inayotosha. Lakini pia nitoe taarifa tena za msiba wa Judge Mandia, amefariki usiku, na taarifa zinaendelea kuratibiwa vizuri, tutaweza kupatiwa, ambaye ni Mkristo wetu wa kanisa kuu pale Takatifu Albano. Watu tumewasiliana na familia wakiendelea kukaa katika vikao, watatupa utaratibu kamili. Tuiombee familia ya Judge Mandia. Mungu awape faraja, Mungu awape neema, na sisi pamoja kama familia ya Mungu tuweze kushiriki pamoja nao. Raha ya milele umjalie Bwana. Roho yake Mandia na roho za waaminifu kwa rehema ya Mungu wastarehe katika amani. Tafakari fupi ya neno la Mungu katika asubuhi ya leo, tunaposindikiza mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary, itoke katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 na aya ile ya 36. Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 36, na nitastiki zaidi na ile sehemu A. Mwandishi Luka katika Matendo ya Mitume anaandika na kusema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Nirudi tena maneno hayo. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Kifo kinatuthibitishia bila ubishi kwamba sisi wote hapa duniani tuwapitaji. Hatuna makao ya milele katika ulimwengu huu. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, tulio wengi hatutaki kukubali, kuupokea na kuishi ukweli huu, kuona kwamba duniani sio mahali pa milele, bali ni mahali pa muda tu ambapo tunapita. Kwa hiyo tumekuwa tukiyatafsiri maisha yetu kwamba duniani ndio mwisho wa mwendo wetu, lakini kwa tafsiri ya kifo inatudhihirishia wazi na kututhibitishia kwamba duniani tuwapitaji tu. Na kwa sababu hiyo kifo kimetafsirika kuwa adui wa furaha ya maisha ya wanadamu, kwa maana mara nyingi kimetukuta katika hali tusiyojiandaa nayo, katika hali tusiyoipenda, katika hali tusiyotarajia. Lakini hiyo haitoshi kutuondolea watu muhimu ambao tunawahitaji sana katika wakati huo.
Niliwaambia watu mahali fulani kwamba katika wanamuziki wa secular, mmoja wa wanamuziki ambaye falsafa yake iligusa sana kukitafakari kifo na kukiona kifo ni adui sana maisha ya wanadamu ni mwanamuziki Remi Ongala. Kifuatilia nyimbo za Remi zilizo nyingi, ameimba kuhusu kifo. Siku ya kifo, anaimba siku ya kifo wa ndugu. Sifanywa kiroho sana jamani, mnazijua hizo nyimbo. Anasema siku ya kifo wa ndugu kwa heri. Nyingine anaimba anasema kifo. Baba Ndomba, hao ndio waumini wako. Mimi najaribu tu kutrace. Kwa hiyo Remi anazungumza falsafa nyingi za kuhusu kifo, lakini ukiziangalia ndani yake zinatafsiri hofu ya mwanadamu kuhusu kifo. Na mahali pengine akaanza kuhitimisha kwa nafsi yake. Nafikiri ule wimbo anaoimba wa ndugu kwa heri. Anasema siku ya kifo ikifika, siku yangu ikifika, kifo naomba tukubaliane mimi na wewe tukutane wapi? Kwa sababu mara nyingi kinatukuta katika mazingira ambayo hatukujiandaa nayo. Niambie nipate kuwaaga ndugu zangu, niwaage marafiki zangu na wengine wote. Alafu anasema hata kama ni hospitali Muhimbili, niambie nitakuja mwenyewe kwa miguu. Nikasema anaongea tu. Angeambiwa angekimbia nchi bila visa. Hakuna mwanadamu anayeweza kukabili kifo isipokuwa Kristo peke yake aliyeushinda uchungu wa mauti na kufufuka na kuwa hai. Sisi wote tunahitaji neema ya Mungu tu. Kibinadamu, kifo kibinadamu kimetafsirika kwa jambo la kuogofya, jambo lenye hofu, jambo tusilotamani tuweze kukutana nalo. Na ndio maana kinapotokea kinakuwa na maumivu. Inafahamu dada yetu Sara maumivu anayopitia kwa sasa na wengine wote. Na wakati mwingine kumekuwa na imani za tofauti kidogo. Unapotokea umefiwa na mume, umefiwa na mtoto, umefiwa na nani, tumekuwa na mafundisho potofu ya kuambia watu wajikaze, wasilie. Ukilia kana kwamba unakuwa sio wa kiroho. Sio kweli. Maandiko yanasema kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kwa hiyo niseme kama una mahali pa kulia, pa kumlilia Charles, mlilie ni wakati huu, ni wakati wako. Yaruhusu machozi yatoke, kwa sababu machozi nayo ni tiba, yameungwa kwa ajili ya wakati huo. Na hiyo haikuondolei nafasi yako ya ukiroho wala thamani yako mbele za uso wa Mungu, lakini tulie kama watu wenye matumaini juu ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mstari huu ambao Luka mwinjili anauandika juu ya maisha ya Daudi, kwamba akiisha kutumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, yani akafa. Kuna mambo gani ya kuweza kutafakari siku hii ya leo tunapouaga mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary ambaye Bwana naye amemuita na amelala mahali hapa? Jambo la kwanza ambalo tunaliona Daudi anaposema kwamba pamoja na umashuhuri aliokuwa nao, Luka anasema pamoja na umashuhuri aliokuwa nao Daudi, lakini alifika mahali alilala. Tafsiri ya kwanza ni kwamba kifo kipo. Sio jambo la kinadharia. Kifo kipo. Na bahati mbaya sana ufahamu wetu wa kibinadamu katika ajenda zetu nyingi ambazo tunazo katika maisha ya kawaida, jambo ambalo hatuliwekei mkazo, halitulipi umuhimu na kuliona kwamba ni sehemu ya maisha yetu, ni kuhusu kifo. Tunaona kama ni jambo ambalo halijapangwa katika maisha yetu. Lakini kama ambavyo imepangwa kuzaliwa, ndivyo ambavyo imepangwa kifo juu ya kila mwenye uhai. Na dhana hii hata tukiikataa, lakini katika mwendo na mfumo wa maisha inajidhihirisha wazi kwamba wanadamu tunaukataa ukweli ambao tunauishi. Wanaopanga mipango miji wakitaka kuseti eneo kwa ajili ya makazi, wataweka eneo la makazi ya kawaida, eneo la biashara, wataweka eneo la soko, kwa sababu wanajua watu wanaoishi hapa kuna wakati watakwenda sokoni. Wataweka eneo la hospitali na huduma nyingine mbalimbali za jamii, kwa sababu watu watataka kuhudumiwa. Lakini bado ramani ile haikamiliki. Ili ipitishwe na watu wa mipango miji, lazima kuwe na kipande cha mahali pa kuzikia. Maana yake nini? Kwamba hawa watu wataishi mahali hapa, watafanya shughuli zao, lakini kuna siku watakufa, watahifadhiwa mahali hapa. Kwa ile tu pekee yake ramani ya maeneo inatukumbusha wazi kwamba tutaishi,
tutazunguka katika dunia, lakini kuna siku tutalala. Mahospitali yanajengwa makubwa tu, dawa zitawekwa za kila aina, madaktari bingwa watakuwepo, na huduma nyingine mbalimbali nyingi za maana zitakuwepo ili kutunza na kuokoa uhai wa mwanadamu. Lakini ndani ya hospitali hizo, hasa hizo kubwa, lazima kuwe kuna chumba cha mochwari. Manake hawa watakaohudumiwa na madaktari bingwa, hawa ambao watakuja kutibiwa mahali hapa, lakini bado kuna jambo ambalo kibinadamu haliwezi kuepukika, linaweza likatokea, ambacho ni kifo, basi watahifadhiwa mahali hapa. Liturujia za imani mbalimbali za dini zote ulimwenguni, zote, pamoja na kwetu Kristo, pamoja na kuwa na liturujia nzuri yenye kuelezea na kuratibu rituals mbalimbali zikiwemo za ubatizo, kipaimara na vingine mbalimbali, ndoa, hakuna liturujia hata moja itakayokuwa imekamilika ya imani yoyote isipokuwa liturujia hiyo iwe na sehemu ya mazishi. Kwa maana watu hao wataishi, watamwishia Mungu wao, watamwabudu Mungu wao, lakini kuna siku watakufa. Ndio jirani yako mwambie kifo kipo. Tafsiri hiyo ningetamani ikae ndani yangu, ikae ndani yako, ili tunavyoishi katika ulimwenguni hapa tusiwe tu watu wa kufanya ghasia tukizunguka huku na kule, bali tuwe ni watu ambao tunaishi tukijua kwamba kuna siku tutaondoka na kuiacha hii dunia, na kwa sababu kifo kipo. Na labda niseme hii katika mtazamo huu, katika mazingira ya ulimwengu wa sasa, tunapaswa kukumbushwa na kujua kama kifo kipo, lakini tujiulize swali moja: nani anayepaswa kuruhusu kifo katika maisha ya mwanadamu? Nani anayepaswa kuruhusu mauti juu ya maisha ya mwanadamu? Tunaishi katika nyakati ambazo wapo watu ambao wanadhani wana haki na uhalali juu ya uhai wa watu wengine, kwamba nani aweze kuishi na nani hana haki ya kuishi. Matendo tunashuhudia sasa katika jamii yetu ya Watanzania yanashuhudia wazi kwamba